kufungua moyo wako, na najua kwamba Mungu hatakuacha vile umeingia ndani ya nyumba la Bwana. Na wakati tulipokuwa tunaabudu, nilipoingia, kuna kitu Bwana alinena na moyo wangu na akaniambia ya kwamba anakuja kutenda jambo jipya. Jina la Bwana liinuliwe. Ati Bwana anakuja kutenda jambo jipya. Labda uko mahala pale na maybe unasikia nikana kwamba umechoka, nikana kwamba hauoni njia, nikana kwamba hakuna mahali unaenda. Lakini nikasikia Bwana akinena na moyo wangu nilipokuwa nimeketi mahala pale ya kwamba Bwana anakuja kutenda jambo jipya. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini hiyo sio message yangu, ni vile tulipokuwa tunaabudu mbele za Bwana nikasikia Bwana akinena nami, Jehova anakuja kutenda jambo jipya. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa hivyo ninajua Mungu anaponena lazima akaweze kutimiza. Kwa hivyo Bwana anakuja kutenda jambo jipya kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu ya watumishi wa Bwana, hata kwa sababu ya huduma hii. Jehova Mungu wa Israeli anakuja kutenda jambo jipya. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa hivyo nitanena kile Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na ninajua ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Na siku ya leo nataka kuongea kuhusu having a good relationship with God, ama kuwa na ushirika mwema na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Na kuna mambo nitaongea kile kinaweza kutusaidia kuwa na ushirika mwema na Mungu, na ninajua ya kwamba Jehova Mungu wa Israeli siku ya leo atatutembelea. Atafungua Biblia zetu in the book of Genesis 17 kuanzia mstari wa kwanza na mstari wa pili. Amen. Utaniwekea Kiswahili. Najua kwamba tutabarikiwa. Biblia inasema ya kwamba Abraham alikuwa mtu wa miaka 99. Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mstari wa pili. Nami nitafanya agano langu nawe, nami nitakuzidisha sana. Wacha tuombe neno. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu ya neno hili Bwana wa mabwana. Ninaomba Jehova Father, nimesimama mbele ya watu wako na watumishi wako, ukaweze kunenea mioyo yao, ukanenea maisha yao dear Father. Na neno hili Bwana likalete mabadiliko kwa mtu aliye mahala hapa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninakushukuru ukaweze kunibariki neno lako, nami ukaweze kunibariki Bwana ninapolinena neno lako, na ni katika jina la Yesu nimeomba na pia tumeshukuru. Amen. Tumesoma maandiko in the book of Genesis 17 mstari wa kwanza na mstari wa pili, na maandiko inasema ya kwamba Mungu akaweza kumtokea Abraham. Alikuwa anaitwa Abraham, na akasema ya kwamba mstari wa kwanza akasema ya kwamba akamwambia ya kwamba Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa njia nyingine ninakunikana kwamba Mungu anamnenea, anamwambia ya kwamba mimi ni Mungu wako Ibrahim, na ninaomba ukaweze kushikamana na mimi, ama ukaweze kuandamana pamoja na mimi. Na mstari wa pili unasema ya kwamba nami nitafanya agano langu nawe, nami nitakuzidishia sana. Mungu anamwambia Abraham ya kwamba utakapoenenda kwa njia za ukamilifu, ama utakapokuwa na relationship nzuri na mimi, ama utakapokuwa na uhusiano mwema na mimi Abraham anamwambia ya kwamba nami kanisa hili kuwa na uhusiano mwema na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa hivyo Mungu anamwambia Abraham, kama utakuwa na uhusiano mwema na mimi Abraham, mimi kukubariki nitakubariki na nitakuzidishia sana. Na kwa hivyo asubuhi hii ya leo, ama mchana huu wa leo, ninataka kusema ya kwamba wakati tuko na uhusiano mzuri na Mungu, wakati tunatembea pamoja na Mungu, ya kwamba bila shaka Mungu wa mbinguni atakuja kutubariki, atakuja kutuinua, na atakuja kutuzidishia, kwa sababu yeye ni Mungu wa haki na kweli.
kanisa la Bwana, nimekuja kusema ingawaje tunaishi nyakati mbaya, nyakati ziko na uovu mwingi wanalika, nyakati ziko na uovu mwingi wa mama wazee, nyakati tunaishi nyakati ziko na uovu mwingi, lazima kanisa lijifundishe kutembea pamoja na Mungu, ama kuwa na uhusiano mwema na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Na kuna mambo nataka kuongea, mambo yale yatakao tusaidia kuwa na uhusiano mwema na Mungu. Na jambo la kwanza litakalo tusaidia kuwa na uhusiano mwema na Mungu ni maombi. Salimia jirani yako, mwambie ni maombi. Jina la Bwana liinuliwe. Na maombi sio watu wengi wanapenda maombi. Nyakati hizi tunaishi, watu wanataka mambo ya haraka. Na ndio maana mimi husema ya kwamba mara mingi unaona hata katika runinga zetu kuna watu wamechipuka, wanakuambia tuma 310 ama tuma kitu fulani ili ukaweze kubarikiwa, ili ukaweze kufanyiwa hivi na hivi, kwa sababu hata mafundisho ni mengi, mambo ni mengi watu wa Mungu. Lakini kama kuna kitu kitasaidia kanisa nyakati hizi ngumu kuwa na uhusiano mwema na Yehova, ni maombi. Jina la Bwana liinuliwe. Na nimekuja kuona ya kwamba kama kuna mikutano watu hawaendagi ni mikutano ya maombi, lakini labda sio hapa, ni kwetu. Bwana asifiwe. Lakini ita watu kukula watajaa. Ni kweli? Ni kweli? Waite harusi, na si harusi si nzuri, hata sisi tuliifanya, watajaa. Waite ugeni fulani, watajaa. Lakini waite maombi, utapata kanisa hili vile linajaa, utapata watu maybe ni 10, lakini ni kwetu, si hapa. Hapa mnakujaga. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Salimia jirani, mwambie maombi. Kama kuna kitu kitatusaidia nyakati hizi za mwisho kuwa na uhusiano mwema na Mungu ni maombi. Na maombi lazima tuombe. Hatutaomba wakati mambo yako mazuri, hatutaomba wakati mambo yako mabaya, tutaomba nyakati zote. Na mtu ambaye anaomba lazima awe na uhusiano mwema na Mungu, kwa sababu maombi ni kuongea na Mungu. Hebu tuwekewe in the book of Luke 18 mstari wa kwanza, Luka 18 mstari wa kwanza, tusikie vile Yesu alisema. Biblia inasema ni Yesu alikuwa anapeana mfano, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Endelea. Biblia inasema akasema, palikuwa na hakimu katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Tuendelee. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huu. Haleluya. Hebu tusome pamoja kama mnaona. Tusome huu mstari wa huu hapa. Tusome. Lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Amen. Yesu alikuwa anapeana mfano, naongea kuhusu maombi. Na Yesu akasema inawapasa watu wakaweze kumuomba Mungu siku zote. Na kuna Biblia zingine zinasema wanafaa kuomba Mungu pasipo kukata tamaa. Na akapeana mfano kuhusu mwanamke aliyekuwa mjane. Na maandiko inasema mwanamke huyu alikuwa
kadhi. Na huyu kadhi akasema, hata kama mimi simjui Mungu na hata simuogopi Mungu, wala siwaheshimu na siwaogopi wanadamu, kwa sababu ya mwanamke huyu kuja kwangu kila mara nitaweza kumtimizia. Jina la Bwana liinuliwe. Nimekuja kusema ya kwamba jambo la kwanza, kama watu wataweza kuwa na uhusiano mwema na Mungu, lazima kanisa la sasa lirudi katika maombi. Salimia jirani, mwambie rudi katika maombi. Jina la Bwana liinuliwe. Ni nyakati zinahitaji watu kuwa na uhusiano mwema na Mungu wao kupitia maombi. Na kitu kimoja nimekuja kuona kinafanya watu wasiope ni kukata tamaa. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini Yesu hapa anasema inawapasa kuomba siku zote pasipo kukata tamaa. Biblia zingine zinasema pasipo kukata tamaa. Kwa hivyo anamaanisha wakati mambo yako mazuri unafaa kuomba, wakati mambo yako mabaya unafaa kuomba. Katika siku zote unafaa kukaa katika maombi. Na maandiko inasema huyu kadhi alisema nitamtetea. Nataka kusema nini? Wakati tunaomba pasipo kukata tamaa, ingawaje anaweza kuja kutimiza wakati ule, yeye kukuja atakuja tu kutimiza. Jina la Bwana liinuliwe. Kuna miaka nilikuwa naomba na Mungu akanena na moyo wangu ya kwamba hata kosa kuja kwa wale wanaomuomba kila wakati. Anaweza onekana amekawia, lakini kukuja atakuja tu. Salimia jirani, mwambie anaweza kawia, lakini kukuja atakuja tu. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa hivyo kama kuna kitu kitatusaidia wakati huu kanisa la Bwana kuwa na uhusiano mwema na Bwana, lazima turudi katika magoti. Salimia jirani, mwambie rudi katika magoti. Hapo ndipo tunajaziwa nguvu mpya. Hapo ndipo tunapatiwa mwelekeo wa maisha. Mtu anayeomba Mungu huwa anamtia nguvu. Mungu huwa anampatia mwelekeo. Maombi inatupatia wepesi hata wa kufanya kazi ya Mungu, wepesi hata ya kufanya biashara. Sio kazi ya Mungu tu, wepesi hata kukaa na ndoa zetu. Maombi inatusaidia wepesi wa mambo. Na ndio maana nimekuja kusema jambo la kwanza ni maombi. Last year kuna niligojeka last year ikikuja kuisha na singeweza kusimama. Hata nilikuwa nashikiliwa nikipelekwa hata kwa msalani, na nikawa nimegojeka kabisa. Na nilipoenda hospitali daktari wakasema niende nikapigwe picha MRI. Na nilipoenda kupigwa picha MRI wakanipatia result na ili nirudishie daktari. Na niliporudishia daktari, kwa maana ni mgongo ulikuwa unanisumbua, lakini before turudishe hizo result, mume wangu akaniambia before tuende tukamuone daktari, nataka tushikane mikono. Amen. Na tukaomba, na akamwambia Mungu, nimekataa ripoti yeyote. Amen. Shetani anaweza kuleta ya uongo kuhusu hizi result. Bwana asifiwe. Okay, mimi nikasema amina. Na tukaenda hospitali. Tulipoenda kuona daktari wa mifupa, nilikuwa na picha na nilikuwa nimetumiwa result kwa simu na nikatolesha. Na unajua lugha ya daktari saa nyingine unaweza kosa kuelewa, si ndio? Na nikapelekea daktari. Nataka kukuonyesha umuhimu wa maombi. Mwadhani ya rohoshu. Kuna umuhimu kuomba kanisa la Bwana. Maombi inapangua hata mipango yote ya giza. Inapangua mitego ya giza. Maombi inatusaidia kuona mambo vizuri. Tukikone na marudurudu. Kuoni na hiyo giza. Kwa maana unapoomba kuna mambo tu inatendeka katika anga. Wakati mwingine hauoni. Unaweza omba na wewe hauoni. Lakini kumbe kuna mambo hufanyika tunapoomba. Kuna umuhimu wa kanisa la Bwana kurudi katika magoti. Makata ya raba. Haleluya.
akachukua picha, akaangalia, akachukua resort, akaangalia, akanigeukia akaniuliza, "Je, uko na miaka mingapi?" Na nikamwambia niko na miaka mingapi. Nikaona anatingiza kichwa, na nikawa na wasiwasi. Tukiwa na mume wangu tumeketi mahala pale, akaniambia, "Kwa nini nikuuliza hivyo? Je, hizi ni soti zako? Kumbuka tuliomba, hakuna mipango ya giza itafanya nini? Itatimia. Hakuna nguvu za giza zitaleta ripoti zingine zile sio sawa." Na akaniambia, "Hii picha, kwa maana mimi ni daktari wa mifupa, ninaona hii picha haipelekani na resort." Tukamuuliza, "Kwa nini?" Akaniambia ya kwamba hizi resort umeandikiwa, ninaona haipelekani na picha, kwa maana resort zinasema uko na kansa ya mgongo. Nadhani ya rogoshi. Na nikasikia nimestuka. Uko na tumor, na hiyo tumor ni kansa. Lakini picha inaongea kitu tofauti. Picha inasema hivi, akatuelezea, lakini akaniambia, "Mtatoka hapo nje kidogo ni communicate na ile juni wao tu walikuwa amenituma hiyo hospitali kupigwa ile MRI. Nitakommunicate na huyu mtu aliyekupiga picha, kwa sababu hizi resort ninaona sio zako." Lakini nikakumbuka wakati tulikuwa pale hospitali, kuna mama alikuja akiwa amekomaa, na wasichana wake wakaniambia wamepeleka mama hospitali zingine na ako na tumor. Kwa hivyo zile resort nilipewa juu mama ndiye aliingia wa kwanza, na mimi nikaingia, nilipewa resort za yule mama. Na daktari akasema, alikuwa ameniambia before aniambie nitoke nje, "Sasa kile kinafaa ni kufanywa operation. Sasa uanze matibabu." Lakini kumbuka tulikuwa tumefanya nini? Wapendwa, kuna umuhimu wa maombi. Mimi nimeona mazao ya maombi. Na tulipotoka nje, daktari kwa muda mfupi kama nikaona mtu amekuja bio, na amekuja amebeba karatasi, na akaingia kwa daktari. Na sijui hizo resort zilitoka, sijui zilikujaje. Mimi nilikuwa nimeenda picha huko Kikuyu, na mahali nilikuwa nimeenda hospitali ni Lang'ata. Na resort zikakuja, tukaitwa. Akaniambia, "Jane, kama haingekuwa ni daktari wa kuangalia sana, ukianza matibabu ya kansa. Na kama sio Yesu." Nilisema si mambo na daktari sasa. Leo nilisema si mambo na daktari. Nilisema ni mambo na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Na nikaambiwa resort zako ndio hizi. Na sio walikuwa wamenitumia kwa simu, hata sijui waliziapu namna gani. Nikaona baada ya dakika zimeondolewa. Na nikaambiwa hautafanywa hizo vitu zote. Utaenda tu therapy na utakuwa sawa. Na sasa niko sawa, ninafikia. Jina la Bwana liinuliwe. Kanisa la Mungu, kuna umuhimu wa kuomba. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa maana shetani mara mingi anatuwekelea mambo, lakini tusipo watu wa magoti, tunajipata yale mambo yametukuba, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Kwa maana tunapoomba, kuna mitego na mambo mengi ya shetani huwa inaharibiwa. Na kama kuna kitu itakusaidia nyakati hizi za mwisho, wewe kushinda na kutembea na Mungu, kama vile alimwambia Ibrahima akatembea mbele zake nyakati zote na atambariki, ni wakati utakuwa rafiki wa maombi. Maombi inatusaidia kujua Mungu. Maombi inatusaidia kukaribia Mungu. Maombi inatusaidia kupokea hata baraka zetu. Maombi inatusaidia hata kukaa na njia za Bwana. Inatusaidia kuwa watakatifu wakati tunaomba. Inatusaidia hata majaribu inapokuja, tunatokea tukiwa washindi. Kwa hivyo kama kuna kitu kitatusaidia, rudi kwa maombi. Salimia jirani, mwambie soka maruine, rudi kwa maombi. Jina la Bwana liinuliwe. Kanisa la Bwana, tunaishi nyakati mbaya. Kweli ni nyakati mbaya.
Lakini tunapoomba, kuna mambo Bwana anabadilisha. Kuna maisha anatubadilishia. Kama ulikuwa unang'ang'ana na dhambi, unapata hizo dhambi umezishinda. Na sasa unakuwa huru kwa sababu ya kuwa na kutusaidia kuwa na relationship nzuri na Yehova Mungu aliyetuumba. Na tazama, tumeitwa, tumeokolewa, tuwe destiny yetu ni mbinguni. Wakati tutakapofika huko, hapo ndipo watu wa maombi. Jina la Bwana liinuliwe. Na Mungu akaniokoa. Jina la Bwana liinuliwe. Jambo la pili ni worship. Hallelujah. Oh la la ba. Na nimekuja kwa hii nyumba kimoja ya siku nyingine. Nilipookoka, mimi wanahubiri zaidi nikipeana mifano. Nilipookoka nilipenda Mungu sana. Na nikasikia hakuna kitu kingine ninatamani isipokuwa kutembea na Mungu. Na nilikuwa nakumbuka hii worship ingenileta karibu sana na Mungu. Nakumbuka kuna time nilikuwa nimeajiriwa kazi ya nyumba. Na nilikuwa nikipika, nikianza kuworship, nikianza kumwabudu Bwana, nikianza kuimba nyimbo na nianze kulia, machozi nitiririke nikiosha vyombo. Nisikie sasa nitaomba, nitamuita Bwana. Na nilikuwa naona hiyo worship inanileta karibu na Bwana. Hata wakati ule nikiwa msichana wa kazi ya nyumba, sikesikia kujihurumia, kwa maana nilikuwa nasikia uwepo wa Mungu pamoja nami. Na jirani mwambie, rudi kwa kumwabudu Bwana. Hallelujah. Worship. Jina la Bwana liinuliwe. Nikijipata nikivua nguo, nikianza kuimba na kumwabudu Bwana, shida zangu ninasisahau. Na ninaanza machozi kutiririka nikiwa mahala pale. Haitiririki kwa sababu niko msichana wa kazi ya nyumba, lakini ilikuwa inatiririka kwa sababu uwepo wa Bwana. Ninasikia ukaribu nami. Ninasikia nikana kwamba kuna mtu mwingine ako karibu na mimi. Kwa hivyo maabudu na sifa zitatusaidia kutembea na Yehova, kumjua Mungu zaidi. Hebu tukasome maandiko. Ile book of Acts ama wa Mitume 16. Ninajua ni maandiko tunayajua. Ni wakati Paulo na Sila waliweza kushikwa na wakapigwa kwa sababu ya kuombea msichana. Ukisoma hapo kuanzia mstari wa kwanza, ni wakati waliombea msichana alikuwa na maroho ya utabuzi. Na wakati maroho ya utabuzi iliyotoka, wazazi wake wakaweza kumpeleka mbele ya watu na wakachapwa na wakaweza kufungiwa mahali. Wacha tusome in the book of Acts 22 up to 26. Biblia inasema ya kwamba, hebu tuende kwa Biblia ya Kiswahili tafadhali. Kwa Biblia ya Kiswahili 16 mstari wake 26. Yule jemadari aliposikia akaenda sio hapo 16. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Wacha tuanze 15. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale na pakusali, tulikuwa 16. Tulikutana na kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi, aliyewapatia bwana zake faida kubwa kwa uaguzi. Endelea. Akamfuata Paulo na sisi. Wacha tuanzie 22. Dekatoti 22. 16:22 ili ya masaa. Makutano wote wakaondoka, wakakwendea mahakimu, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bokora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Tuendelee. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini ilipokuwa karibu usiku wa manane, Paulo na
Sila, haleluya, walikuwa wakiomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Tuendelee mstari. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyao, haleluya, wote vikalegezwa. Jina la Bwana liinuliwe. Nimekuja kusema mambo haya yatakusaidia kutembea na Mungu, yatakusaidia kukaribia Bwana. Mambo ya worship. Tunaona hawa watu Paulo na Sila walikuwa wameshikwa na wamefungwa katika chumba la ndani, na maandiko inasema ya kwamba walikuwa wamechapwa, wametolewa manguo, lakini wakiwa mahala pale wakaanza kuimba na wakaanza kusifu Bwana, na maandiko inasema zile vifungo zao zikalegezwa, na katika gereza kukawa na mtetemeko mkubwa, kwa sababu kwa sababu kuna watu wakubwa sana walikuwa pale, kwa sababu ya watu walijifundisha kumwabudu Bwana na kumsifu Bwana hata katika shida zao. Wakati mwingine tunataka kusifu na kumwabudu wakati mambo yetu yako sawa, lakini hata wakati mambo haiko sawa unamwabudu Bwana, na maabudu yako na sifa zako zitakusaidia mama, mwanaume, kijana kutembea na Mungu hata wakati uko katika shida, wakati uko katika uzito na ugumu. Unapoendelea kumsifu Bwana na kumwabudu, unasikianga uwepo wa Bwana uko karibu na wewe. Unasikia kuna mtu mwingine ameshuka akusaidie katika shida zako. Jina la Bwana liinuliwe. Kuabudu na kusifu. Salimia jirani, mwambie kusifu na kuabudu kutakusaidia. Kutakusaidia kutembea na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Hakuna kitu kizuri kama kutembea na Mungu, watu wa Mungu. Unapojifundisha kutembea na Mungu, kuna mambo haitakutatiza. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa maana unajua kuna Mungu ako na wewe. Jambo la tatu ni neno la Bwana. Neno la Bwana litakusaidia kutembea na Mungu, the word of God. Ujifundishe kujisomea neno la Bwana. Jina la Bwana liinuliwe. Jifundishe kujisomea. Jifundishe kuwa na Biblia. Na hata siku hizi mimi naambia watu kwetu kanisani, hizi simu zilikuja. Hata ukiwa katika safari unatembea huko kwa gari, labda umetoka kwa nyumba haraka, uko na Biblia katika simu, unaweza kufungua simu yako na usome neno la Bwana. Wapendwa, neno la Bwana litatusaidia kutembea na Mungu. Na ndio maana Daudi alisema in the book of Psalms, I think 119 Biblia inasema mstari wake 11. Daudi akasema ya kwamba atalificha neno la Bwana ndani yake ili asiweze kutenda Mungu dhambi. Tunaposoma neno la Bwana, tunapojaza mioyo yetu na neno la Bwana, wapendwa, neno hilo litatusaidia siku na nyingine kutembea na Mungu, kumjua Mungu, kumfahamu Mungu. Hata ukiwa katika nyumba lako, maybe uko labda uko na runinga, tafuta mahali kuna neno la kweli. Sikiliza neno la Bwana, soma neno la Bwana. Neno la Bwana litatakaza mawazo yako. Neno la Bwana ukilizoea kila mara, utasikia uko karibu na Mungu. Kwa hivyo neno la Bwana litatusaidia kutembea na Mungu. Salimia jirani, mwambie neno litakusaidia kutembea na Yehova. Jina la Bwana liinuliwe. Kiugo kia Ngai nigegututaidia gutugutwarana na ama neno la Bwana litatusaidia kutembea na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Hata wale mawazo yao saa ingine inakuaga machafu, ukizoea neno la Bwana, neno la Bwana litatakaza mawazo yako. Ukifiti maisha yako na mawazo yako na neno la Bwana, kuna jambo utasikia limeanza kutendeka juu ya maisha yako. Nimekuja kuongea jinsi ya kutembea na Mungu. Na kama kuna kitu Mungu anatamani ni ushirika mzuri na yeye. Jina la Bwana liinuliwe. Unaweza kuwa na ushirika mzuri na watu, lakini usiwe na ushirika mwema na Mungu. Na kama
ushirika mwema na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Hata wakati mambo haiko sawa, ushirika wa Bwana unatusaidia kuendelea. Na jambo la 4 ni utiifu. Jina la Bwana liinuliwe. Utiifu. Na kama kuna kitu kimelemea watu, ni utiifu. Katika kanisa, katika boma zetu, katika kazini, utiifu watu wa Mungu wanasifiwa. Na ndio maana siku hizi Reverend ninasikia mtu anapeleka mtu kazi, ameokoka. Kama ameokoka, hapana. Anauliza, ukisema umeokoka, wengine wanasema mimi sitaki mtu ameokoka. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi wa utiifu hawana. Na kama kuna watu wanafaa kuwa na utiifu, ni sisi kanisa. Jina la Bwana liinuliwe. Yaani unatii mpaka mwajiri wako anatamani wokovu wako. Akeelilia anatamani aokoke kama wewe. Vijana, tunapokuwa watu watiifu, kuna mtu atatamani akuwe kama wewe. Jina la Bwana liinuliwe. Nakumbuka kuna mahali nilikuwa nimeajiriwa nikiwa msichana. Na yule boss alikuwa mpaka ananiuliza, ananiambia mimi ningetamani kuona huyu atakuoa. Mwadhani ya roho. So namuuliza kwa sababu gani? Ananiambia kwa sababu nimeona ukiwa mwokofu wa tofauti sana. Na nilipoenda mahala pale walikuwa wananiambia wewe acha kujifanya mwokofu. Hata wapolino wanakujaga hapa. Na tunaona wakitoa vitambaa zao. Hata wewe tumekupea muda. Waambia ni sawa. Nipatieni muda, mnipatie masiku, mnipatie miezi, na nilifanya mahali pale kazi miaka. Lakini baka walikuja harusi yangu. Kwa maana walikuwa wananiambia tunatamani kuona ni nani atakuoa. Mwadhani ya roho. Unaona, Biblia inasema in the book of Genesis, tusome Genesis, tuone Genesis 22. Genesis 22 tuanze hapo mstari wa kwanza. Ama mtajisomea, utaenda kujisomea kwa sababu ya masaa. Mungu alimwambia Ibrahim aende akamtoe mwana wake wa pekee. Yule Mungu alikuwa amembariki naye Isaac. Na Ibrahim kwa maana alikuwa mtu wa utiifu, aliweza kumtii Bwana na akaenda kutoa mwana wake wa pekee. Wapendwa, kama kuna kitu kitatusaidia kutembea na Mungu ni utiifu. Kwa sababu gani? Kuna mambo Mungu anaweza kukukataza. Na kama wewe hauko na ile njia ya utiifu ama moyo wa utiifu, utajipata bado unafanya yale mambo. Mungu anaweza kukwambia ondoka kwa hii kikundi. Na kama hauna utiifu, bado utaendelea kufanya ile mambo, na yale mambo yanakuweka bali uhusiano wako na Mungu bado unaendelea kuharibika. Na kwa hivyo Ibrahim alipoambiwa na Mungu akamtoa mwana wake wa pekee, ingawaje
wa utiifu, kuna mambo inaanza kufanyika juu ya maisha yake. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Ibrahim alipotii, utaona Mungu aliagana na yeye na akamwambia ya kwamba atabariki mpaka uzao wake kwa sababu ya utiifu. Siku nyingine nilikuwa naambia washosho wa kwetu, tunakuweka na washosho kanisani. Nilikuwa nawaambia ya kwamba watoto wako wanaweza kufanikiwa kwa sababu ya utiifu wako. Utiifu wako unaweza kufanya watoto wako na watoto wa watoto wako Mungu aseme ya kwamba kwa sababu yako wewe mtu fulani ulinitii hata wakati sikuona kama inawezekana, nitakubariki na nibariki watoto wa watoto wako. Jina la Bwana liinuliwe. Isaac alibarikiwa kwa sababu ya baba yake Abraham. Kwa sababu siku moja Mungu alimwambia Isaac, nitakubariki kwa sababu ya baba yako Ibrahim. Alitembea pamoja nami na akamwambia Isaac, kukubariki lazima nikubariki. Kwa sababu gani? Ya Ibrahim alitembea na Mungu, akatii Mungu, akawekewa mitihani, akapita ile mitihani, naye Mungu akasema, Ibrahim, Isaac, kukubariki nitakubariki kwa sababu ya baba yako. Je, hapa tuna wazazi watapita mitihani, Mungu akiwa mbinguni aseme, nitabariki watoto wako kwa sababu ya kutembea na mimi. Watoto wako hawatasumbuka vile wewe umesumbuka, hawatakosa kazi vile wewe umekosa kazi, hawataarukiwa kama vile mimi mlinarukiwa kwenu, kwa sababu wewe mama ama mwanaume umetembea na mimi, na kizazi chako nitakibariki. Amen. Utiifu. Oh yes. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Je, wakati mimi sijasema pastor hajaniambia nikuje nihubiri hivyo, Bwana asifiwe, sifikirie Pastor John mimi ameniambia ama Teresa sasa mimi Pastor Teresa Reverend John na Pastor Teresa. Labda wewe umekuwa ukifanya kazi na labda kutoa fungu la 10 unasikia ni kama mnang'ana, ujue huo ni mtihani. Kile unekegerani. Jifundishe kupita mitihani yako. Toa kilicho cha Mungu. Huo mtihani ukipita, kuna baraka, kuna kiwango kingine Bwana atakupeleka. Jina la Bwana liinuliwe. Ibrahim aliwekewa huu mtihani. Wewe unafikiria alikuwa na haja na Isaac? Kama angekuwa na haja na si angemuua. Lakini alipotii, alipopanda mlima, Mungu alikuja akamwambia hapana, usimuue, tazama nyuma yako kuna kondoo. Kwa sababu Mungu alikuwa anajaribu moyo wa Ibrahim. Anaweza nitii, anaweza nipenda, anaweza andamana na mimi. Nashukuru Mungu kwa sababu Ibrahim alipita mitihani. Pia jirani yako, wewe pita mitihani yako. Hiyo mitihani umewekewa ufanye nini? Kama amekuwekea mitihani ya kuacha hiyo kikundi, ipi? Kama amekuwekea mitihani utoe hicho maybe anataka, wewe pita hiyo mitihani. Kama utawekewa mitihani hiyo fungu la 10 maybe umeikula miaka yote, pita ule mtihani. Kwa maana hana haja na pesa yako, ako na haja na moyo wako. Ili upite ile mitihani, akubariki na peane, akaweze kukwambia vile anataka. Jina la Bwana liinuliwe. Utiifu. Maandiko huwa inasema ya kwamba wakati tunatii tutakula mema ya nchi. Bwana asifiwe. Unapotii, yani hakuna kitu, hata ukiangalia uko maybe hata kama uko na watoto 2 3, unaonaga yule mtoto anakutii sana, ndiye ako karibu na wewe. Na mimi naonaga hata wazazi wakifika wakati wa kuaga, anaitaka huyo mtoto anamtii sana. Anatuma na anasema abia fulani afanye nini? Akuje. Na anapokuja anampatia siri zake zote. Ni kweli. Anamwambia nimeweka hii kitu pale. Hii kitu ni ya fulani.
asifiwe. Kuna mambo anakuonyesha na hiyo mambo haiwezi onyeshwa mtu yeyote. Inaonyesha kwa yule aliye karibu sana na yeye. Bwana asifiwe. Kuna mipango inaweza pangwa kinyume na wewe, na kwa maana wewe uko karibu na yeye, wewe ni mtiifu na ushirika wako ni mwema sana na Bwana, anakufunulia, anakuambia shetani amekupangia hivi, amepangia watoto wako hivi, na wewe unachukua majukumu ya kuomba na kukatana na hiyo mitego ya shetani. Kuna umuhimu wa kanisa kutembea na Mungu, kuwa na uhusiano mwema na Mungu. Kuna mambo Mungu anawafunulia ili haiwezi funuliwa mtu yeyote. Kuna siri zinawekwa wazi, zile haziwezi wekewa mtu yeyote, zinawekewa wale walio na uhusiano mwema, wanatembea na Yehova. Anawafungua macho, wanaona mambo yale wengine hawaoni. Nimekuja kusema kuna umuhimu wa kanisa kutamani, kutamani kuwa na uhusiano mwema na Bwana. Praise and worship. Kuna umuhimu wa watu kuwa na uhusiano mwema na Bwana, kwa maana hawataenda katika giza. Kuna mambo yatateteka, kuna mambo yatafunuliwa, kuna mambo utaambiwa jamii yako imepangiwa hivi, na unaanza kuomba, unaona huo mtego umeondoka. Lakini mambo haya itafanyika wakati tutasikia na kutamani kuwa na uhusiano mwema na Yehova. Kila wakati, kila asubuhi unapoamka, unamwambia Yehova, nisaidie kutembea na wewe, nisaidie kuwa na uhusiano mwema na wewe. Unasikia unamtamani, kama vile Daudi alisema, moyo wangu unatamani Yehova, kama vile Ayala anayetamani visima za maji, hivyo ndivyo moyo wangu unatamani Bwana. Haleluya. Kuna umuhimu wa watu shalala bagande rakataya riba. Haleluya. Kutamani kuwa na uhusiano mwema na Bwana. Ninatamani kumpenda Bwana, ninatamani kutembea na yeye, ninatamani kujimwaga mbele zake na kumwambia nisaidie. Hata wewe majukumu ni yako, kila mara unamwambia Bwana, si unisaidie Yehova, niwe na uhusiano mwema na wewe. Jina la Bwana liinuliwe. Unaona kanisa ikiwa na uhusiano mwema na Bwana, hata mapastors, mabishop, mareverend na wale watu wanaowahudumia watafurahia. Bwana asifiwe. Wakati watu wako na uhusiano na Bwana, hawatasukumiwa mambo ya kiroho, hawatasukumiwa, kwa maana wanatamani Bwana. Hawatasukumiwa kuomba, hawatasukumiwa kuja lanchawa, hawatasukumiwa kuja morning glory. Mtu atakuwa anaroga blanketi, anasema kwa maana ninamtamani, wacha niende nikutane na yeye, wacha niende nikajimwage kwake, wacha niende nikamusikie, wacha niende nikajue anataka nini na mimi. Tutafanya hata kazi ya watumishi wa Bwana iwe rahisi wakati tunakuwa na uhusiano mwema na Bwana. Sharabagande shakarina na maganda ba shiradae nabo. Oh, haleluya. Abia jirani yako, anza kutamani, usikubali kukaa hukumu. Kani tamani mambo haya, na mambo haya yatakupeleka to another level. Mambo haya yatakusaidia kupenda Bwana. Kwa sababu gani? Moyo wako unasikia. Haleluya. Sitaki kutoka hapo, ninataka kumjua na kumwelewa, kama vile Paulo alisema anataka kujua Bwana na ajue hata nguvu za ufufuo. Oh, haleluya. Kanisa la Bwana,
nimekuja kunena nanyi ya kwamba kuna umuhimu kutamani kuwa na urafiki na Bwana. Urafiki wa Bwana ni zaidi ya marafiki 1000. Urafiki wa Bwana ni zaidi na marafiki 100, marafiki 1000. Kwa maana unapokuwa na urafiki na yeye, kuna mambo yanatendeka juu ya maisha yako, kuna mambo yanafunua juu ya maisha yako. Ukienda kuanguka kwa shimo, anakuambia hapo kuna shimo, mtoto wangu. Uhusiano wako na Bwana uko aje adhuhuri ya leo? Nimekuja kuambia watu tutamani urafiki na Bwana. Shalala Bwana. Tutamani. Hallelujah. Thank you Jesus. Kuna benefit nimeandika. Benefit nini na Kiswahili? Faida. Kuna faida nimeandika hapa kadhaa, 2 3. Faida ya kutembea ya kuwa na relationship na Bwana, ama kuwa na uhusiano mwema na Bwana. Na faida moja ni ya kwamba uoga unaondoka. Unapokuwa shalala rakataeli na maganda, wakati unakuwa na urafiki mwema na Bwana, uoga wa maisha unaondoka. Kwa nini uoga uondoke? Kwa maana unajua ninayemtumainia atakuja tu, hatakosa kuja. Kwa maana ule uhusiano unaondoa uoga tu. Unasikia ni kana kwamba hata kama kuna mambo ninapitia, ninasikia sina uoga, kwa sababu ninajua niko na uhusiano mwema na Bwana. Hata kama hauna pesa ya kulipa nyumba, unasikia ya kwamba sina hofu, sina uoga, kwa maana ninajua huyu ninayempenda na kumtumainia anaweza kutenda jambo jipya. Jambo la kwanza kwa haraka, sababu ya masaa, ni hiyo ya kwamba uoga unaondoka. Na uoga huu, kuna wakati unasikiaga kuna uoga fulani kwa sababu maybe ya ile hali unapitia, lakini wakati uko na relationship, yani uhusiano wako ni mzuri na Bwana, huo uoga unaondoka. Na nikikuwa natafakari kuhusu Shadraka, Meshaki na Abednego, tazama Shadraka, Meshaki na Abednego, unafikiri ilikuwa kawaida? Haikuwa kawaida. Watu hawa wanaambiwa kama hamutainamia hii miungu ama mfano huu, mtawekwa katika moto. Na ikasemekana hata moto uongezewe mara 7. Lakini hawa watu, kwa maana vile walimjua Mungu wao, walisema wacha tuwe, wakitaka kututoa atutoe, kama anataka tuchomeke tutakutana na yeye mbinguni, lakini hatutainama. Uoga uliondoka, kwa maana relationship yao na Mungu aliyewaumba ilikuwa nzuri. Hebu tazama Daniel wakati aliua Goliathi. Unafikiria Daniel akiua Goliathi ni nguvu zake? Sio nguvu zake, ni sababu alikuwa na uhusiano wake na Mungu. Hakuogopa Goliathi, alikuwa anajua huyu Mungu. Na hata akienda mbele ya Goliathi alimwambia, na mimi nimekuja kwako kwa jina la nani? Kwa jina la Mungu. Alikuwa na wewe unamfikiria angetisha kwenda kuua Goliathi kama hakuwa anajua Mungu vizuri? Lakini kwa sababu ya uhusiano wake mzuri na Mungu aliweza kumuua Goliathi. Jina la Bwana liinuliwe. Na jambo hilo lingine nikimalizia, unasikia uwepo wa Bwana, yani una experience the presence of God kwa maisha yako. Kunakuwa na ku-experience hiyo uwepo wa Bwana. Yani uwepo wa Bwana unatembea pamoja na wewe. Jina la Bwana liinuliwe. Nakumbuka siku moja nikiwa msichana, nilikuwa natoka kazi, nilikuwa natembea mahali mbali, na nikitembea nikasikia kama kuna mtu amenishika mkono. Yani hata mimi singeweza kuelezea. Nilisikia nikana kwamba kuna mtu mwingine amenishika mkono, natembea na yeye. Na wakati huu nina feel presence ya Mungu, na ninaanza kwenda nikiabudu kwa barabara bila hata uoga, bila kuogopa. Unaenda mpaka unainua mikono na uko kwa barabara, na hautaki kujua kama watu wataona kama umeguruka, kwa sababu yani wakati unatembea na Mungu, ama uhusiano wako na Mungu ni
mzuri, una experience presence ya nani? Ya Bwana. Hiyo ni benefit. Na hakuna kitu kitamu kama uwepo wa Bwana. Ni uwepo. Huo uwepo ukikutembelea. Siku moja ulinitembelea nikiwa kwa room, nikiomba. Mimi hata sijui nilimaliza maombi saa ngapi na niko kwa hewa. Yaani unasikia ni kama umeinuliwa, uko katika hewa, hujui unaomba nini. Na nilipo sasa maliza, nikarudi katika mwili, nikajiuliza ni nini naendelea. Nikapata watu wote wamelala, niko hapo na unanimelia sana. Nilipojiwekelea kwa kitanda, nikasikia Mungu akinena nami, akiniita na jina, Wajiko. Akanijulisha yale mambo alikuwa anataka kunijulisha. Uwepo wa Mungu ni mzuri. Unapo, yani, hiyo ni benefit ya kuwa na urafiki na nani? Na Mungu. Una experience the presence of God kwa maisha yako. Wewe tamani kuwa na uhusiano wako na Mungu vizuri. Tamani tu. Na ufanye haya mambo nimekwambia, uombe, utii. Na mambo hayo yote nimenena hapa. Presence ya Mungu itaenda pamoja na wewe. Jina la Bwana liinuliwe. Na jambo la tatu, atakuwa akijifunua kwako. Na utasoma in the book of Genesis mstari wake 16 na 7, ama hiyo yote utasoma, utasikia bila Ibrahim moyo malaika waliuliza ya kwamba wataenda kumaliza mji kama hawajarujulisha nani? Ibrahim. Kwa sababu Ibrahim alikuwa rafiki wa Mungu. Kwa hivyo alikuwa na uhusiano mwema na Mungu. Malaika hawa walifunua mambo haya. Na ujue mji ule, Rutu alikuwa mahali pale. Rutu alikuwa wa jamii za kina Ibrahim. Kwa hivyo wakati Ibrahim alielezewa mji unaenda kumalizwa na moto, alianza kuomba. Alianza kumwambia Bwana, au utaenda uone yale maombi aliomba. Na akaanza kumuuliza, na je, kukiwa na watu kama hawa? Kwa sababu amejua ni nini kinaenda kufanyika. Wakati uko na uhusiano mwema na Bwana, kuna hii benefit ya kwamba Mungu atakuwa anajifunua kwako. Mwadhani ya roho. Anakuja sasa, unajua kuna mpango umepangwa wa jamii yako, kuna mpango umepangwa wa mtoto wako, na wewe kwa sababu uko pale unajaribu kupigana na mambo yale, na Mungu anatenda. Kwa hivyo Ibrahim aliweza kumuokoa Rutu na watoto wake na jamii ya Rutu, kwa sababu Mungu hagemaliza Sodom na Gomora bila kuambia rafiki yake. Na hivyo ndivyo ilivyo tu hata leo. Mungu anasema huyu dada ni rafiki yangu, ama huyu mtu ni rafiki yangu. Nitamaliza mtoto wake bila kumjulisha. Siwezi. Nitamaliza hiyo kijiji bila kumwambia. Siwezi. Na anapokuambia na unachukua majukumu ya kuomba na kumulilia Bwana. Na unapolia unaona mambo yale yote Mungu ameiondoa. Hiyo ni benefit. Situtamani kuwa rafiki wa Bwana. Mwadhani ya roho. Ni mara ngapi wewe mambo imeteteka bila kujua? Hayo sio mapenzi ya Mungu. Asha. Hayo sio, ingawaje hafunuagi yote, lakini kuna mambo anatamani ya kufunulie. Kama unakuwa na rafiki, kuna mambo anatamani aongee na wewe kama mtoto wake. Kuna mambo anataka akujulishe before aifanye, ili na wewe uchukue majukumu. Kuna mambo tu, lakini pia unakaa bali na yeye. Saa ingine hata yeye anakaa bali na wewe. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba, I think in the book of 2 Chronicles mstari chapter 15 ama ni chapter 16, kuna maandiko Mungu aliambia akina Asa, akawaambia ya kwamba
yeye. Na si utamani, ambia jirani yako si utamani tu. Bwana asifiwe. Hata wale wanasemaga wokovu ni mzito. Unajua kuna watu wanasemaga wokovu huu ni mzito sana. Wokovu sio mzito. Unaona ukitembea na Mungu na umupende, ni rahisi sana. Nokio timorito. Hata utaona mimi sifinyiliwi. Sifinyiliwi kuomba. Ninasikia siwezi lala watu wakiomba kanisani. Siwezi lala kukiwa na mikesha. Siwezi lala. Siwezi kaa kwa nyumba kukiwa na mona nini na lanchawa. Hapana, yani inakuwa na wepesi fulani. Uko pewa magorota makuku, yani miguu kama ya kurugu. Ya kuruka milima. Yani unasikia wepesi fulani. Yani unaposikia ni siku ya kanisani, unasikia kuna wepesi wa kukimbia kuingia huko. Unaposikia ni siku ya maombi, kuna wepesi. Kwa sababu gani? Uko na urafiki na yeye. Lakini watu wale unasikia ni uzito hata kwenda kesha. Ni vile uko bali na nani? Na Mungu. Lakini ukiwa karibu na yeye, utasema hapana. Hata kama mwili hautaki, hata kama nimechoka, wacha nikalale huko. Lakini komeko. Haleluya. Wacha niende. Hata kama Reverend ataona ninasinzia, ninajua ya kwamba ni mwili huu nimetoa dhabihu. Kwa sababu kuna wepesi, haupigani na mambo mingi. Umetoa mwili wako kuwa dhabihu. Kama vile Romans inasema 12, tukatoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai. Yani mwili wako unasikia mwili wangu ni dhabihu. Hata kama nimetoka kazi ya kuinua mawe, wacha nikasinzie huko, lakini nisinzie mbele ya uwepo wake. Kuna wepesi na kujaga wakati relationship yako na Mungu iko sawa. Ndani ya roho. Kuna mtu anasikia wokovu ni mzito. Siku ya leo nilie moyo wako. Mwambie Bwana, nipatie huo wepesi. Nisaidie Bwana kuwa na that relationship. Hata kama wewe ni mtoto, hata kama wewe ni mwana rika, tunajua vile mambo iko siku hizi kwa wana rika. Si ndio tunajua? Mambo haikuwa si mzuri sana kwa vijana, lakini wale wako ndani ya Bwana itakuwa vyema kwao. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Tunaona watu wakienda baka uchi. Mwadhani ya roho osu. Mundu wecha gafiu. Mtu wako uchi na hajali. Kwa maana tunaishi nyakati mbaya. Hizi ni nyakati zile zilitabiriwa. Kama hautakuwa karibu na Bwana, kuna mitindo ya duniani utachukua na utaileta kanisani. Na hiyo mitindo itakuweka mbali na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Bwana asifiwe. Lakini unapata wokovu siku nyingi, mara mingi tunatumia muda wetu na mambo haiwezi kutufaidi. Unaona hizi TikTok, mimi sijui sisemi ni mbaya, lakini unapata mtu the whole day ako pale kwa TikTok, ni kucheka tu. Inakupotezea wakati wote. Unaona badala ulale, ule muda unafaa kulala ili uamke kuomba, unalala saa 9 sababu ya nini? TikTok. Na imeiva watu wengi. TikTok. Vijana. Na si wengi wamelipwa. Hata wale wameokoka. Unaona ni kucheka tu. Wazazi si mnajua hiyo? Si tunataka kuwanyamazisha. Wewe la. Lakini kwa sababu hiyo ni mbinu ya shetani. Kuiba mioyo ya wanadamu. Waende mbali na Bwana. Wakati wewe unafaa kuwa kanisani, uko na TikTok. Mwadhani ya roho shu. Lazima kanisa turudi mahali petu. Kanisa lazima lirudi mahali pake. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona vile mambo inaendelea. Na si tunaona kwa maruninga. Si tunaona hata kuna wachungaji wasiweke hiyo. Si tunaona hata kuna wachungaji wanashika wakiwa na usoga. Na si tuliona juzi. Nitoronile. Kana tuliona. Na kwani hawa wachungaji hawakuwa na wasirika wengi hata kuliko sisi. Maelfu ya watu. Bwana asifiwe. Kwa maana tunaishi nyakati mbaya. Na ndio maana nikahisi ndani yangu, ama Mungu akaweka ujumbe ndani yangu, nikuje niongee na kanisa la Bwana. Tuwe na uhusiano mwema na nani? Na Mungu. Hata ukienda wapi upate mapasta kama wale, Bwana asifiwe,
ingia utasikia kitu kinakuambia hapana. Hata hujui lakini unasikia kuna kitu kinakuvuta. Usiende kushiriki mahali wapi? Kwa sababu kuna ule uhusiano. Si utamani. Sio pia mtu mwingine, si utamani. Si tutamani tu. Wanalika si tutamani. Bwana asifiwe. Na unajua wanalika mko na nguvu. Wanalika mvimeni mkono. Mko wapi? Hivi. Si mko na nguvu ya kutumikia nani? Hizo mambo ya TikTok mfanye nini? Mwache. Kama unafaa kuja morning kulala mapema, kula mapema. Unajua ukikula late, asubuhi utasikia umechoka. Kwa sababu tumbo imelala hata chakula hazijafanya nini. Kwa hivyo kuamka itakuwa ngumu. Lakini ukikula mapema, ulale mapema, ifanye hata hautaamshwa. Utasikia ni tamu sababu mwili iko fresh. Lakini ukilala na matito, mwaka ni robosi. Na hizo zingine. Si hata kuna zingine watu wanaonaga. Zinaitwa aje? Wanaogira besi ndio. Niliona mama mwingine kanisani, tumekuja tunafundishwa hii mambo. Huyo mama akasema unajua mimi sikuwa najua na ameokoka. Ati unajua mimi nilifikiria sababu nimeolewa hakuna shida ya kuona hizo vitu. Alisema hivyo na tukamwelewa tu. Sababu gani? Hizo vitu zinachafua mawazo. Huwezi omba, huwezi sikia Mungu. Sina sifa masikio ya kiroho. Sina kuweka bali na Mungu. Wewe unafikiria ni kufurahia tu vile unasiona. Ni macho ninafurahisha, si nimeolewa, si nimeoa. Mwadhani ya robosho. Lakini sina kuweka bali na Mungu. Sinafunga masikio yako. Sinakamata mawazo yako inakuwa machafu. Hauwezi kuwa msafi mbele za Bwana. Kwa sababu hizo vitu zinachafua mawazo, zinachafua mwili, zinachafua moyo. Hata kama umeolewa, hizo vitu ni mbaya. Wacheni tupende Mungu wa mbinguni. Mwadhani ya robosho. Mnasikia vijana? Hata sisi siku moja tulikuwa vijana mkituona hivyo. Sasa ndio mnatuita akina maadhi na akina faadhi. Lakini tulikuwa kama nini? Kwa hivyo ni vizuri kupenda Mungu na ni vizuri kuwa na uhusiano mwema na nani? Ufanye Mungu rafiki. Kuna mambo utajua wengine hawaijui. Unasikia? Kuna mambo utaelewa wengine hawaelewi. Jina la Bwana liinuliwe. Ukisikia kwenda uchi utasikia hiyo roho inaniambia nitoe hiyo nguo. Sitaki kwenda uchi. Bwana asifiwe. Na wakati nilihubiri kwetu kanisani mimi mambo naiongeaga tu. Unajua sasa tuko ulimwengu huu. Tuko dunia hii. Na hii dunia iko hivyo. Na mama mwingine akakuja akaniambia, "Kai, unajua kuna dada nilileta hapa kanisani na unajua anabaga kwa kuro tunampata na tuvinyasa kwa baka huku ameinama huku. Sasa atakaa." Nikamwambia mimi hata simjui lakini nimehubiri. Na huyo dada saa hii kama kuna dada anapenda Mungu, anakujaga na mimi sipa tu kumwambia, anakujaga na marinda refu, anafanya kazi ya Mungu kwa maana neno lilifanya nini? Lilikukomboa. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii dunia ndio tuko. Sasa tuseme nini? Na si nituambie watu hii mambo si mazuri. Tusikope ulimwengu tulete kanisani. Tunaweka Mungu tunamrusha Mungu bali. Kwa hivyo kile kitu nilikuwa nataka kukuja kusema ni hicho, ya kwamba tuwe na relationship nzuri na Mungu ama uhusiano wetu na kama ulikuwa bali. Nashukuru Bwana kwa sababu siku ya leo uhusiano wako na Mungu utarejea. Kwa maana tuna Mungu amejaa rehema, Mungu amejaa huruma. Hata akikuja kutukanya, saa ingine anatukemea, lakini wanasema anakemea wale anapenda. Saa ingine anatuongelesha ili tubadilike na ili tuwe kile
anataka tuwe. Jina la Bwana liinuliwe. Nasi tusimame na miguu yetu. Simama na miguu yako asubuhi ya leo. Ningetaka ninapomkaribisha mtumishi wa Bwana Reverend John, ukainue mikono yako. Mwambie Bwana Mungu, si uniumbie moyo Bwana wa kutamani kuwa na ushirika na wewe. Mwambie Bwana vile neno linasema in the book of Ezekiel 11 mstari wake wa 19, atatuondolea mioyo ya mawe